Na katika session ya leo presenter ni Dr. Mdewa, lakini kutokana na kuna mahali yupo anafika baada ya dakika chache, then ataendelea kwa sababu sasa yeye ndio amebeba session ya leo na atakwenda kufundisha kwa undani kidogo. Naamini utapata kitu ambacho kitakusaidia kuweza kujifunza katika tasnia ya forex. Yeye ana miaka 9 kwenye industry na mimi miaka 9 kwenye game, sio muda mfupi, na katika kipindi hicho chote kuna mengi ambayo amejifunza kupitia yeye mwenyewe, uzoefu binafsi, lakini pia uzoefu wa traders wengine. Kwa hiyo experience yake, na ukizingatia ni mtaalamu wa biashara, ukija kujumlisha haya yote, na mimi utapata kitu ambacho ni kikubwa sana kutoka kwake. Mimi hapa nitaelezea tu utangulizi kidogo kuhusiana na nguzo kama 4, nguzo 4 ambazo ukiwa forex trader unahitaji kuwa nazo ili uweze kuwa trader mwenye mafanikio. Hivi ni vitu vya msingi sana. Ukiangalia katika biashara zingine zozote, waga kuna vitu ambavyo au misingi ambayo inajenga mafanikio ya zile biashara. Kama ilivyo katika biashara zingine, ndivyo ilivyo katika forex, na yenyewe ina misingi yake ambayo hiyo misingi ndio inayosimamia mafanikio. Bila kufuata hii misingi, kufanikiwa kwenye forex itakuwa ngumu sana. Na mimi zamani nilikuwa sielewi kwamba kuna kanuni moja inaitwa cause and effect. Cause ni sababu au mambo unayofanya, effect ni matokeo. Kwa hiyo kama utafanya kitu vile ambavyo inapaswa, ukaweka jitihada, nidhamu na kila kitu kinachopaswa, utapata matokeo stahiki. Lakini kama usipofanya, ina maana utapata matokeo mengine ambayo sio sahihi. Na kila kitu kiko predictable. Katika kusoma vitabu, kuna bwana mmoja anaitwa T. Harv Eker. T. Harv Eker ameandika vitabu kadhaa, miongoni mwa kitabu kinaitwa Success of the Millionaire Mind, kitu kama hicho. The Millionaire Mind, ya kitu kama hicho. Huyu bwana yeye ni maarufu kwa usemi wake mmoja hivi, anasema hivi, give me 5 minutes of your time, I can predict your financial future. Sasa mara ya kwanza nilivyosikia hivyo nikashangaa sana kwamba mtu anawezaje kupredict financial future ya mtu just tu kwa dakika 5, na katika hizo dakika 5 kuna maswali tu ambayo anakuuliza. Jinsi ambavyo unajibu yale maswali, atajua kabisa kwamba huyu mtu destiny yake iko hapa katika mambo ya finances. Sasa nilipokuja nikagundua kumbe hata pia kwenye forex na mambo mengine ya maisha hiyo kanuni ina apply. Yaani kuna vitu au misingi usipoifahamu, kupata success inaweza ikawa ni changamoto, inaweza ikawa ni ngumu. Sasa basi, kuna haya mambo ambayo ninaenda kuelezea 4 yanayoweza kusaidia kuwa successful kama trader. Jambo la kwanza ni trading system. Trading system. Ukiangalia kwenye biashara, katika biashara zingine zote, niseme biashara zote duniani zina, miongoni mwa mambo mengine, kuna system. Biashara inakuwa successful kwa sababu system ipo na ina work. System, kutengeneza system ya biashara, hususan biashara zile ambazo ndo zinajitafuta mpaka kujipata na kuandaa system yake, sio rahisi. Watu wengine huwa wanaona ni ngumu kupitia trial and error kutengeneza system. Kwa hiyo wanatafuta system ambazo tayari zimesha prove kwamba zina work kwa muda mrefu, then wanaweza kuzitumia hizo system kwa ajili ya kujenga biashara zao. Lakini kuandaa system ni jambo la msingi sana, kwa sababu hiyo ndio itadetermine success ya hiyo business. Sasa trading system inahusisha vitu gani? Trading system inahusisha market analysis method.
kwa maana ya kwamba zile technical analysis zako unatumia nini katika kuanalyze zile charts, pattern, indicator, strategy gani? Yaani kwa ufupi ni strategy. Je, una strategy gani ambayo unaitumia kwa ajili ya kuwin the market? Kuna maelfu ya strategy nyingi sana, na zingine zinatumia pure charts, price action, zingine zinatumia indicators, zingine zinatumia nini, whatever. Zote hizi ni system. Kwa sasa, je, ni system gani ambayo unaitumia? Na hii system, strategy gani ambayo unaitumia? Na hii strategy, je, umeitumia yani imeprove kwamba ina work kwa kiasi gani? Kwa hiyo ukiwa na strategy yako ukafanyia backtesting, ukaprove, yani ukatrade kwa muda, ukapata matokeo kuona kwamba okay, hii strategy kumbe ina work kwa asilimia fulani, namaanisha kwamba nikitrade kwa kutumia hii system nitakuwa profitable. Inawezekana isiwe asilimia kubwa, lakini ni asilimia nzuri ambayo inatosha kabisa kuweza kunifanya kuwa profitability. Kwa for the long term utakuta niko profitable. Ukishakuwa na strategy tayari, you're good to go. Kwa sasa strategy yako inawezekana ikawa iko much more based na technical, unaweza kuwa unachanganya fundamental pamoja na zingine, lakini ili mradi tayari umetengeneza system yako na hii system imeprove kwamba ina work. Lakini kitu kingine katika trading system, unahitaji kuwa na entry rules, kwamba ili niweze kuingia sawa na strategy, katika strategy yangu ili niweze kuingia, kuna rules gani ambazo ninapaswa kuzifuata. Kwa ukiangalia kimsingi utakuta kwamba katika trading system hizi ni kama naweza nikasema ni kama sets of rules. Hizi ni sets of rules ambazo unakuwa umejiwekea, ambazo zinakuguide katika kutrade. Kitu kingine ni exit rule. Exit rule na yenyewe pia ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kujenga trading system yako. Kitu kingine ni okay, hapo kwenye exit rule tunazungumzia vitu kama take profit, tunazungumzia stop loss, vitu kama hivyo. Lakini kuna risk management rule na yenyewe iko kwenye trading system yako, na kuna trading management pia, kuweka trading stops, you take partial, move stop, kuweka stop loss kwenye break even pamoja na vitu vingine. Lakini pia hata nidhamu ya kuweza kufanya journaling. Umefanya trade baada ya muda sasa, hiyo trade imeshaleta matokeo, aidha imekwenda kwenye profit au imekwenda kwenye loss, ume break even, umefanyaje? Je, unaandika kumbukumbu au una journal? Kwa sababu Waswahili wana msemo mmoja wanasema, mali bila daftari huisha bila habari. Maanake kwamba biashara inaendana na journaling. Kwenye journaling kuna mambo mengi ya kujifunza mule ndani. Ile utakapokuwa baadaye una review, utagundua kuna mengine makosa umefanya, lakini kuna wakati mwingine kuna vitu vingine ambavyo umefanya ni vizuri, vimekusaidia kuweza kuwa profitable. Kwa hiyo hivi vyote vinakusaidia kuweza kutengeneza biashara ambayo iko imara. Kwa hiyo tumesema miongoni mwa nguzo muhimu zinazoweza kusaidia kama trader kuwa profitable ni trading system. Na trading system tumesema ndani yake inahusisha strategy, inahusisha entry rules, unaingia wakati gani, je, vitu gani ambavyo unaviangalia, lakini pia exit strategy. Je, wakati gani una take profit, una take partial, au unaweka
trailing stop au una break even na stop loss, je, unawekaje vitu kama hivyo. Kwa hiyo trading system ya kwanza. Tunakwenda ya pili. Ya pili ni risk management. Risk management. Kama kuna vitu muhimu sana ambavyo mtu professional trader unapaswa kuvizingatia, au mtu ambaye unataka kuwa profitable for the long term, ni kufanya risk management nzuri. Inawezekana mtu ukawa na strategy nzuri ambayo winning rate yako ni 90%, lakini usipokuwa na risk management nzuri unaweza ukawa usiwe profitable trader, ukapoteza pengine hata mtaji wako wote. Unaweza ukaniuliza, nawezaje kupoteza mtaji wangu au nawezaje nisiwe profitable kama nina strategy ambayo ina win kwa 90%? Nitakwambia hivi. Nikupe mfano. Una risk, nitumie mfano wa dola. Una risk yako, labda stop loss unaiweka, nitachanganya dola na pips. Let's say umeingia kwenye position. Katika hiyo position umeweka stop loss pips, labda pips 9, ni pips 90. Umeweka stop loss pips 90, alafu target yako unategemea tu hit pips 10 unatoka. Umerisk pips 90, hiyo ni risk yako, lakini reward ratio unategemea upate pips 10. Maana yake ni kwamba umeriski 90%, alafu ukitegemea kupata 10%. Maana yake nini? Ni kwamba unaweza ukawa na winning trades katika trade 10, unaweza ukawa na winning trade 9, alafu winning trade moja tu ikaja ikatoa zile profits zako zote ambazo umezipata kwenye zile trade 9. Kwa hiyo tayari wewe sio profitable trader, na ni trade moja tu hapo tayari imeshakuharibia trade zako zingine 9. Lakini unaonaje kama ikiwa kinyume chake, kwamba umerisk pips 10 unategemea kupata pips 9, au umerisk pips 10 unategemea kupata pips 90. Kwa hiyo ni risk to reward ratio ya 9:1. Meaning wewe katika trade zako 10 ukiweza kupata trade zako 3 ambazo ziko successful, inawezekana zile zingine 7 zote zikawa losing trades, lakini bado ukawa ni profitable. Kwa hiyo risk management ni kitu cha msingi sana. Ukiangalia sasa hivi kuna makampuni yanaitwa prop firms wanatoa mitaji. Yale makampuni kitu kikubwa wanachokizingatia ni watu wengi hawapendi zile rules zao, lakini wao kitu kimoja tu kiko ndani ya akili yao. Wanasema kwamba sisi tunakupa mtaji, lakini tunampa mtaji mtu ambaye hawezi kuupoteza. Ni kama zamani mabanks au institutions zilikuwa zina trust individual traders na kuwapa mitaji ili waweze kutrade. Lakini kwa kitu kimoja tu ambacho kilikuwa nakizingatia kwa yule trader ni kwamba huyu trader hawezi kupoteza ule mtaji. Sababu the worst thing, kitu kibaya ni wewe kupoteza fedha ambayo umehangaikia alafu kaipoteza tu kiurahisi, kisa umekuwa na risk management mbaya. Hiyo tu inaweza kufanya usiwe professional trader au usiwe profitable trader. Na katika vitu ambavyo vinaweza kudetermine kwamba huyu trader ataweza kuwa profitable na successful for the long term ni hii risk management. Yani haipaswi haipaswi hata kuhangaika kujua kwamba huyu trader atafika wapi kwa kujua tu. Yani ukishajua tu risk management ya yule trader, utaweza tu kujua kabisa kwamba huyu trader ni trader wa aina gani na yuko katika position gani.
Ndio kama ule mfano uliosema wa Have Acre. Have Acre na maswali yake ambayo anakuuliza. Sasa sisi kwa trading kuna haya maswali, yani hivi vipengele hivi. Ukiwa trader, mimi na wewe tukiwa traders, tuweze kujipima katika hii misingi. Je, ni wapi tunapelea au wapi tunafanya vizuri? Na tukiweza kuzingatia tu hii misingi, utajikuta unakuwa successful trader. Kwa hiyo Have Acre yeye ana maswali ambayo yanalenga kama ni biashara, mafanikio na nini. Kuna maswali ambayo anajua kwamba haya yanaweza yanaweza kumpa picha tu, kujua kabisa kwamba huyu ni mtu aina gani, vision zake zikoje na vitu vingine. Na hata huko kwenye forex hivyo hivyo. Kwa hiyo tumesema kwamba katika hizo nguzo zinaweza kufanya uweze kuwa successful forex trader. Ya kwanza ni trading system, ya pili ni risk management, jinsi ambavyo unalinda mtaji wako kwa kuweka stop loss, position sizing, kudhibiti riski kwa kila trade. Hiyo ndio inakufanya kuweza kuwa successful trader. Ya tatu ni trading psychology. Trading psychology ni uwezo wa kudhibiti hisia kama za hofu. Wakati mwingine kuna kitu kinaitwa FOMO, fear of missing out, kwamba umeona chart natembea, nitaachwa, unaingia. Pengine hata kumbe ile setup yako haijamachua, haijakaa vizuri, hujapata confirmation au vile vigezo vingine ambavyo ulipaswa kuvizingatia viwe tayari ili uweze kuingia, unakuwa hujavizingatia, mwisho wa siku unaingia blindly. Sasa hiyo inaweza kukugharimu. Lakini kuna wakati mwingine inaweza isiwe fear, ikawa greed, tamaa. Tamaa, unaongeza pengine position size ili uweze kupata fedha zaidi, lakini inaweza ikatokea ukapoteza badala ya kutengeneza kile ambacho ulikuwa umekikusudia. Kwa trading psychology na yenyewe ni ya muhimu kama ilivyokuwa risk management. Unaweza kuwa na risk management nzuri, lakini kama psychology yako haiko sawa, utajikuta unavuruga tu risk management yako. Kwa hivi vitu vinaendana, vinabebana na vinahusiana. Kitu cha nne ni consistency. Sasa hivi vyote vile vitatu ambavyo tumevisema, tulisema trading system, tumesema risk management, tukasema trading psychology. Hivi vitu vyote inabidi sasa viwe endelevu. Sio leo umekuwa na umeriski vizuri, kesho umeriski vibaya. Sababu yani traders wanajua kwamba inachukua trade moja tu kuweza kuharibu profits zako ambazo umetengeneza pengine hata ndani ya mwaka mzima. Na kuna tafiti kabisa ambazo zimefanywa na brokers, walifanya tafiti kwa kuangalia performance ya traders, wakaja na kitu kinaitwa 90-90-90. Maana yake nini? Ni kwamba wanasema 90% of traders will lose 90% of their trading capital in 90 days. Sasa ukiwa trader ambaye hauna nidhamu na consistency, maana yake ni kwamba ni swala la muda tu, utapoteza kila kitu ambacho ulikuwa umedeposit. Kwa kinacho mata ili uweze kuwa successful trader ni hii misingi. Ukishakuwa umeiandaa tayari, ni rahisi kuweza kufikia mafanikio kwa sababu umeshajenga msingi. Ni sasa unapojenga nyumba. Ukijenga nyumba bila msingi, unaweza kutegemea matokeo kwamba hiyo nyumba haitakuwa imara. Inaweza ikadondoka katika hali tofauti za hewa zinazotokea. Pengine zikawa mvua, dhoruba, vitu kama hivyo. Lakini ukijenga nyumba yako katika msingi ulio imara, maana yake ni kwamba hiyo nyumba itakuwa iko stable, haitadhurika. Ndivyo ilivyo kwenye forex trading. Na mimi nimeona forex trading wengi katika kipindi kirefu cha tangu nimeanza kutrade, nimekutana na traders tofauti, na sisi tukiwa wanadamu, sisi ni viumbe wa tabia, na kila mmoja ana tabia zake tofauti. Sasa wakati mwingine tabia zako zinaweza zikaja kuwa
zinaweza zikawa ni kitu ambacho kinaweza kikakuharibia usipoweza kuzitawala. Ukiweza kuzitawala utaweza kuwa successful, kwa sababu unaweza kujicontrol. Na katika tu maisha, yani kitu kikubwa ambacho na chenyewe pia ni sehemu ya mafanikio, nafikiri ni emotion, jinsi ambavyo unaweza kucontrol hisia zako. Kwa hivi vyote vinahitaji nidhamu. Kuna bwana mmoja, one of my mentors, miaka fulani hivi, alikuwa ananiambia hivi, miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuwa successful ni trust. Watu wakikutrust watafanya biashara na wewe. Watu wakikutrust wataweza kukushirikisha katika mambo mbalimbali. Sasa trust, akaniambia, inajengwa na vitu vitatu. Cha kwanza ni character, ni tabia yako ikoje, ili watu wakutrust wanataka kujua character yako ikoje. Kitu cha pili ni competence, ujuzi. Mmetutrust kwa sababu nahisi kwamba tuna ujuzi katika hii tasnia ya forex trading. Kwa ukiwa na competence katika level fulani au katika tasnia fulani, watu watakutrust kwa sababu wanaamini kwamba wewe unajua. Hebu just imagine, mmepanda kwenye basi, labda mnasafiri kwenda somewhere, afu anapanda dereva, anakanyaga hivi, hii ndio breki, anaanza kuuliza hii ndio breki, hivi unahisi kwamba utabaki kwenye hilo basi? Unajua kwamba unaendeshwa na mtu ambaye hajui, hana competence katika kile kitu anachokifanya. Kwa hiyo hauwezi ukamtrust rubani ambaye hajui kurusha ndege. Lakini hivi viwili sasa, character na competence, vinabebwa na consistency. Kwa hiyo pia tuna yani watu wanataka kuona kwamba katika hii character yako, katika competence yako kuna consistency ambayo iko. Sio leo umekuwa leo umekuwa bora, kesho yani unakuwa mtu ambaye haueleweki. Kwa hiyo mwisho wa siku utawekwa katika kundi la watu ambao hawako trusted. Sasa nimetoa mfano kuweza kuchukua hicho kipengele cha consistency, kwamba sawa, tunakutrust lakini tunahitaji kuendelea kukutrust. Ndivyo ilivyo kwenye market. Kwenye market una risk, una manage risk vizuri, na trading psychology yako iko sawa, iko vizuri. Sasa tunahitaji hiyo kitu iendelee, iwe consistent kila siku na kila unapoingia kwenye market. Ndio maana unashauri wakati mwingine, kama unaona psychology yako haiko sawa siku hiyo, ni bora usiingie sokoni, ukaangalia tu chart, kwa sababu uwezekano wa kuweza kufanya makosa ni mkubwa kuliko unavyoweza kutegemea. Kwa kila kitu unahitaji kiwe kiko sawa, kiko balanced. Kwa ukiweza kubalance katika hiyo misingi minne ambayo tumeizungumza hapo, utakuta unafaulu kuwa profitable trader. Kwa quick recap kwa kile ambacho tumeweza kujadili, wakati tukimsubiria Dr. Mdewa soon na kwenda sasa kukupitisha strategy, na kuna vitu vingine pia atashare. Tulikuwa tuna discuss kuhusiana na misingi minne ya kuwa successful trader. Najua kuna wengine wamejiunga sasa hivi na wengine wanaendelea kujiunga. Kwa hiyo fahamu ni kwamba tulikuwa tunajifunza kuhusiana na misingi minne ya kuwa trader ambaye uko successful. Msingi wa kwanza tulisema ni trading system. Trading system ndani yake inajumlisha vitu kama strategy, inajumlisha vitu kama entry rules, exit rules, kama take profit, uwekaji wa stop loss, wakati gani una take partial, break even, vitu kama hivyo. Lakini pia rules ambazo unazitumia kwa ajili ya risk management, pamoja na kufanya management ya trade zako, pamoja na journaling, kuweza kurekodi zile trade zako ambazo una trade. Ukishaweza kufanya hayo yote, tayari unakuwa umetengeneza system yako ambayo ni nzuri. Kuna kipindi cha nyuma nilikuwa na trade na prop firm moja,
na nikawa nafanya analysis ndani ya mwezi mmoja. Nilikuwa nimetrade 120 ndani ya mwezi mmoja. Mimi ni intraday trader. Kipindi hicho nilikuwa na trade sana, nilikuwa na trade nyingi sana. Na sasa baada ya kuja kufanya sasa analysis vizuri, huo ni mwezi kwa average nilikuwa niseme kama average nilikuwa ninaenda na nilikuwa nina trade 100 kwa mwezi. Kwa sasa ngoja nikupe mfano wa zile trade 120 ambazo nilizifanya katika kipindi hicho. Katika zile trades 120 ambazo nilizifanya, niligundua kwamba trade kama 80 hivi, trade 80 zingine ni trade kimakosa, zingine yani makosa mengi yalifanyika katika zile trades 80. Zile trades zilizobaki zile kama 40 ndio zilikuwa trades ambazo ni nzuri. Lakini kitu kizuri ni kwamba katika zile trades 40 ziliweza kufanya nini? Kunifanya kuwa profitable. Sasa basi nikajifunza kwamba okay, kumbe nikipunguza makosa ninaweza kuwa profitable zaidi ya hapa ambapo nimefikia. Sasa hiyo ndio uzuri wa nini? Wa journaling. Ilinipa picha ya kile ambacho nilikuwa nakifanya. Kwa msingi wa kwanza tumesema ni market analysis, trading system, lakini pia msingi wa pili ni risk management, jinsi ambavyo una manage riski zako. Lakini kitu cha tatu ni trading psychology. Psychology yako ikiwa imetulia, iko sawa, utakuwa na uwezo wa kufanya vizuri na maamuzi ambayo yana hekima ndani yake, kufanya kuwa profitable. Msingi wa 4 ni consistency. Kwa hivi vitu vingine vyote lazima viwe na muendelezo, uwe na consistent, uwe na nidhamu ya kuweza kusimamia misingi ambayo unaifuata, ili sasa for the long term uweze kuwa successful trader. Naona Dr. Mdewa yuko tayari, kwa hiyo kwa utangulizi huo ninaomba nimkaribishe kwa ajili ya yeye kuendelea na session ya leo. Asanteni sana. Asante sana Brother Habel Samida. Nasikika vizuri jamani? Pate feedback kidogo. Mimi nakusikia vizuri Chief. Asante sana. Nilikuwa nasikiliza. Asante sana. Nilikuwa namsikiliza mwalimu, ameelezea vizuri sana. Tuliwasiliana, nikamuomba, kulikuwa kuna majukumu yalitokea, afanye hiyo introduction kidogo. Lakini labda nirudie kitu kimoja, maana nimeshuhudia hapa, nimeona maana wengi wako kwenye network yangu na wafahamu wengine, kuna watu ambao ni beginner ila wapo kwenye hili darasa. Kwa hiyo hili darasa la leo sio la beginner, kwa maana kwamba sio la mtu anayeanza forex, kwa maana anajifunza vile mwanzo kabisa. Sasa tunaamini mtu aliyeingia darasa hili, ule utangulizi wa nini ni forex inafanyikaje, tunafunguaje account, ameshawahi kufanya hivyo, ameshawahi kufungua account, ameshawahi kuingiza position, anatengeneza faida, maybe anataka kutengeneza zaidi, apande akue, kwa sababu ya biashara kuna levels. Kuna mfanya biashara mdogo, wengine wanaita hata machinga, lakini tunasema tu small business, level ile ya chini kabisa. Alafu of course kuna level chini ya small inaitwa micro, lakini tuseme small na micro tuweke pamoja kwa kwenye biashara. Alafu kuna medium, alafu kuna large, makampuni makubwa kama ambavyo tunayasikia kina GSM kwa hapa Bongo, na makubwa zaidi ambayo tunasikia kina Tesla huko yanayokimbiza. Kwa hiyo biashara yoyote ina hatua. Kwa hiyo tutazungumza mambo kidogo ambayo yako level ya katikati kwenda juu. Kwa hiyo wewe kama una kifua cha kusikiliza wakati ni beginner, basi unaweza kuendelea kubaki. Lakini ukiona yatakuchanganya kwa sababu ni ya mbele, ni heri uingie kwenye darasa la beginner. Tulianza jana, lakini tutaendelea. Kesho tutatoa, nafikiri ni leo mwalimu, tutatoa ratiba ya darasa la muendelezo wa darasa la beginner, yani wale wanaoanza mwanzo. Kwa ukiniuliza mimi, ushauri wangu naweza kukwambia bora usubiri darasa la mwanzo, kwa sababu leo kuna maneno mengi. Hata mwalimu alikuwa anaongelea pips,
lakini darasa la jana hatujakuambia pips ni nini kwa kina. Kwa hiyo unaweza kuanza kuchanganyikiwa. Huko tutaanza kudefine what is pips. Kwa level ya darasa la leo. Kwa nilitaka niweke hiyo kabisa ili mtu asije akasema hii biashara haieleweki, kumbe ameingia hatua ya mbele. Yaani ni kama wewe badala ya kwanza la kwanza wanakutupia moja kwa moja la 6. Unaanza hesabu pale, unatupiwa na algebra. Kati wewe hata kuandika namba ujui, itakuwa shida kidogo. Kwa nitaka niseme hiyo, maana mimi inaingia moja kwa moja kwenye madude. Yaani maana yake na flow, unatengenezaje hela, alafu nikupe strategy ambayo natumia. Kwa neema ya Mungu mimi ni consistent profitable. Yaani kwenye ukilist vyanzo vyangu vya mapato, forex ipo, na hicho kitu nitakiongea kidogo. Mwalimu, asante sana, umefanya introduction nzuri. Strategy ni very important, na mimi leo nitakufundisha strategy ninayotumia mojawapo ambayo Mungu ananisaidia, anatengeneza pesa. Nitakufundisha na hiyo strategy na hiyo pair, na nitapeana kinagaubaga. Mimi huwa napenda kuwapa watu nitty gritty kabisa na go deep. Ndivyo Mungu ameniumba mimi, sifichagi. Yaani sikufichi kile kinacho, na mimi nakupa plain kabisa, ili ukifanya bidii kukichukua hicho kitu na kukitendea, maisha yako yanabadilika. Wapo watu namshukuru Mungu nimewamenta, they have changed their lives, wamebadilisha maisha yao. Kwa hiyo wewe unaweza kawa ni mmoja wapo watu wanaofuatia. Wengine humu wanafahamu nimeanza kuwafundisha forex 2018, 2019. Wapo na wengine wameanza miaka minne iliyopita. Mmoja wapo tuko naye kwenye team. Listi mambo sio mabaya. Nitaka nitoe utangulizi kidogo. Kwa strategy ameongelea, lakini risk management ameongelea. Naweza nikasema kwa ufupi, risk management ni pale ambapo una make sure you can trade tomorrow. Yaani sio leo unafanya trading, kesho hatukuoni. Ndio kama hivi tunazungumzia, mimi nimekaa na miaka 9 kwenye forex. Maana yake kama ningeona trade kwa namna ambayo kesho sionekani, ningeona nimeshaharibu uchumi wangu wote, familia nimeshasambaratisha kwa sababu ya forex. Kwa hiyo unahakikisha una trade in such a way haujimaliza. Achana na watu wanaoruka huko mitandaoni, wanakuonyesha kaingiza trade, katoa $100, kaipeleka $15,000 ndani ya muda mfupi. Achana hiyo michezo. Mimi sitataka tukufundishe kitu professional. Hautaharibu uchumi wako, hautakimbizana na pressure. Utaweza kutrade huku ukiwa unafanya kazi ukiamua. Utaweza kutrade full time after muda fulani. Sasa ninyi ambao intermediate, maana yake tayari mpaka sasa unaweza kaa unajua. Kwa hiyo mimi niko cha kuongezea tu kwenye risk management, make sure you can trade tomorrow. Lakini kingine ambacho mimi naona kimenifanyia transformation, nashukuru mwalimu ameelezea journaling au kurekodi, kuandika. Yaani ukichukua trade lazima uandike kwa nini ulichukua, uliona nini na nini, mazingira yake yalikuwaje, je kulikuwa labda na news huo muda au hakukuwa na news. Unaweza kaandika ili ujue kwamba je analysis yako inaathiriwa na news au haiathiriwi na news. Lakini pia stop loss ilikuwa ngapi, kwa mantiki ipi, trade imeendaje, kulikuwa kuna drawdown, yani kabla ya kuhit profit au kufanya chochote, je kulikuwa kuna drawdown, je maybe ilikutoa stop loss afu ikaendelea. Kwa hiyo labda inawezekana uliingia mapema kabla ya trade. Kwa hiyo nini urekebishe pale kwenye stop loss, au usubirie nini kwanza kitokee ndio uingie, labda uliwahi kile kitu ndio kikatokea wakati tayari kwenye trade kikakutoa, alafu ndio kikaenda. Nitakuonyesha trade ambayo nimeingia hata wiki hii, nitakuonyesha jinsi ambavyo kabla mimi sijaingia ilipiga spike, yani kama vile ikawatoa watu, alafu ikaenda ikanipa 3R. Sasa ndio maana nikasema sitakuwa na muda wa kutafsiri sana, maana 3R maana yake kiwango nicho risk, labda let's say nikaingiza mtaji wa 300,000 ikanipelekea nikapata 900,000, ndio 3R. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni vya kuangalia. Kwa hiyo baada ya muda utaanza kugundua taratibu kwamba stop loss
niirekebishe ikaaje. Take profit niirekebishe ikaaje. Sawa, niombe huyo dada aliyefungua microphone azime. Asante. Take profit niirekebishe ikaaje. Mnanisikia? Naona kama inaniambia internet is unstable. Mnanisikia au kuna katika? Okay, naona tunakusikia. Asante sana. Kwa hiyo baada ya muda utaanza kujua kwamba inaweza ikakupelekea mahali ukajua kabisa kwamba siku fulani strategy yangu huwa inanipa losi sana. Maana ukiangalia kwa mfano mimi natumia Excel kujaza taarifa zangu ambayo ndo naita journaling. Sasa kwa sababu zamani kuna mtu amenyosha mkono, kwa sababu hili darasa na mimi kuna wengine ni beginner, labda nimruhusu aniulize huyu Leticia. Washa mic Leticia uulize, au umeweza bahati mbaya? Haya, tuendelee na somo. Atakuwa ameweza bahati mbaya. Itafika mahali, kwa sababu kwa mfano kama mimi nimetolea mfano naweka taarifa zangu, ndio tunaita journaling kwenye Excel. Kwa hiyo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi nazipanga. Inafika mahali unaanza kuona, unakuta kila Alhamisi unafuata utaratibu wako, unaangalia vitu vyako unataka kuviona ambavyo nitaonyesha mimi mojawapo ya ninavyochukua trade. Lakini unafuata kila kitu, alafu bado ina hit stop loss. Unakuta ukifanya Jumatatu, Jumanne, Jumatano au Ijumaa, ikitokea hivyo vitu vimeobey, unatengeneza faida. Lakini Alhamisi katika trade 10 ulifuata kila kitu, ni trade moja tu kawini, unajua kabisa kwamba Thursday kwangu mimi is not working kwa strategy yangu. Kwa unaweza ukaamua siku ya Alhamisi hutakuwa unachukua trade. Kwa hiyo journaling ni muhimu, inafanya transformation. Nitakuwa natoa na mifano ya watu. Kuna mtu mmoja, watu kama wawili waliwahi kuwa wana trading miaka mingi, na mmoja wapo naweza katolea mfano wale wanaojua mambo ya Profem. Alichukua Profem akailipia kwa miaka miwili, alikuwa na trade hiyo Profem, haqualify wala haipotezi. Kwa maana yake alikuwa na nidhamu, ana riski kiasi. Wale ambao wafahamu Profem, ameelezea mwalimu kidogo kwamba unalipia kiasi fulani, alafu ukishalipia unapewa hiyo account kwa masharti fulani. Ukiakidhi hayo masharti unapewa uweze kuitrade. Kwa miaka miwili tangu tunayo yale mambo ya forex nini ile iliyopotea ile, kuna nani inaitwa nini, my forex fund, my FF, toka tunayo hiyo miaka ile, lakini akawa iko hivyo. Sasa aliponifuata nikaongea naye, akawa anataka kujifunza strategy yangu. Mimi nilivyoangalia nikagundua kwamba strategy yake inafanya kazi, lakini kuna vitu anavyovikosea. Kwa hiyo nikakaa naye chini, nikaanza kufanya naye mentorship program. Nikamwambia unahitaji kuwa unafuatilia trade zako, lakini kati ya kitu kinachoweza kukutibu saikolojia, nikamwambia jamaa alikuwa anapenda kwenda kutafuta 3R mara nyingi. Nikamwambia inabidi urudi uanze kuwa una trade 1 to 1. Yani ukiriski 15 pips una aim kupata 15 pips. Kwa nini? Kwanza ni rahisi kupata hiyo 15 pips, na ukianza kupata itaanza kukujenga kisaikolojia. Utapata ujasiri tena, utaona kumbe trade inaweza. Alafu baada ya hapo sasa ndio utaanza kuangalia kwa nini, na unaweka journaling. Kwa hiyo umechukua 1 to 1, lakini journaling yako unaangalia ilifika ngapi. Unakuta labda ilifika 3R, ilifika 4R. Kwa hiyo unafuatilia, baada ya muda unaanza kuongeza. Si umeshakuwa na ujasiri, alafu pia umesha recover baadhi ya losses zako, una ujasiri tena, kwa unaweza kuongeza 2R. Kwa sababu usipokuwa umetengeneza saikolojia yako kiwango cha kujiamini, uwezo ukasubiria 3R. Trade tu ikishaanza kwenda 1R, mwingine atakimbilia kuweka break even,
inarudi namtoa, anakuwa hapigi hatua. Na mimi kwangu nakufundisha vitu sio vya daftari. Mimi nakufundisha vitu ambavyo nimeviishi na nimeviona practically. Sababu mimi nilianza trading, amesema Habel, nina miaka 9. Nilianza trading kipindi kigumu kidogo. Kwanza watu wachache walikuwa wanajua forex. Lakini nilianza mimi kwa kulipia hela nyingi sana. Nyinyi wengine mna neema hapa, tunawapa hizi advanced training bure. Mimi nimelipia training yangu, nilikuwa nafanya PhD Uingereza. Kwa hiyo training niliifuata London. Nililipia milioni 7 kufundishwa siku 3. Lakini jamaa wakaniambia sio tu unalipia milioni 7, unadumbukiza milioni 6, na walikuwa wanatumia paundi. Kwa hiyo nililipia nililipia paundi 2370, nakumbuka mpaka leo. Alafu wakaniambia you have to deposit 2000 pound. No condition to be enrolled in that training. Kwa hiyo mimi naanza forex 2017 kwa gharama kubwa ya milioni 14. Alafu vitu ambavyo nilifundishwa sikitumia hata kimoja, kwa sababu I would say literally kwamba havikunisaidia, lakini I've stayed with market and stuff like that. Sasa kabla sijamalizia, nimalizie la mwisho. Wakati unafanya haya, kuna kitu kimoja kinaitwa money management. Ni muhimu sana. Hicho ndio kitakacho kusaidia pia baadhi ya makosa ya kisaikolojia. Nimekutana na watu ambao they feel so happy ameingia kwenye trade, na sio kwamba nimekutana, hata mimi hiyo nilikuwa nayo. Unaingia kwenye trade, labda let's say capital yako ni ndogo tu, $100. Unaingia kwenye trade, Mungu saidia, hiyo trade umeanalyze vizuri, trade inacheza profit labda ya 300. Unachokifanya una screenshot ili baki kama record, na unafurahi ile feeling fulani, unasikia feeling fulani ya kufurahi. Alafu haufungi, hauchukui pasho, haufai chochote, au basi hata uweki break even kwamba ikirudi ikutoe na 0 ubakiwe na capital. Baada ya muda trade imeenda mara 3 hapo, wewe una target zako 5R huko, trade inarudi, unakula hasara. Wakati ile $300 ilikuwa unacheza, ungekuwa na proper goal kwenye ndani, kwa sababu biashara yote unafanya, unatafuta fedha, lazima uwe na malengo. Kuna mambo yako ya msingi unataka kuyatimiza. Yaani wewe sio utakuwa na chase to hell kwamba tu leo nikamzabue broker. Hiyo utakuwa ni utoto. Yaani unasema leo naenda kumzabua broker. Ili iweje? Unakuwa na malengo yako, una mipango yako. Na mimi nakushauri weka kabisa, unaweza hata ukaandika kwamba nataka forex moja, labda kama mimi nilivyosema, iwe ni moja kati ya vipato vyangu. Yaani mtu akiniambia nitajie vipato vyako, nitasema labda nina duka au ni mwalimu, alafu cha kingine sio nimewekeza kwenye bondi, lakini cha 3 ni forex. Nini maana yake? Unavyojono mwisho wa mwezi ukipiga hesabu hasara na faida uliyotengeneza, unapata neti pale, umetengeneza faida kiasi fulani. Au kama huo mwezi umetengeneza hasara, basi at least ukijumlisha miezi 3 umetengeneza faida kiasi fulani. Basi imeshindikana kabisa kwenye huo mwaka utengeneze kiasi fulani. Lakini wengi hapa nikiwauliza, maana ni intermediate to advanced, mwezi wa pili umetengeneza faida kiasi gani au hasara kiasi gani? Hujui hasara uliyotengeneza au faida uliyotengeneza. Sasa unaenda wapi kama haufahamu? Yaani kama haujui unatengeneza faida au hasara, manake hauchukulii kwa uzito biashara hii. Sio kama naeleweka. Unatakiwa uchukulie kwa uzito kiasi ya kwamba unajua umetengeneza kiasi hasara kiasi gani, faida kiasi gani, ili uweze kwenda mbele. Kwa hiyo unaweza kuwa na malengo kwamba mimi nataka, mfano una watoto. Mimi nikupe mfano tu, mimi nilisema mtoto wangu mmoja wapo yuko kindergarten, na mimi nitakutajia tu shule anasoma analipa 3,900,000. Mimi nilisema hii 3,900,000 forex itakuwa inalipa. Forex inalipa. Haya na mambo mengine sasa naweza nisiyaseme sana. Lakini nini? Maana yake nikitengeneza naweka malengo kwamba okay fine, inahitaji kulipa ada. Ada inalipa kila baada ya miezi 3. Niko March, forex inatakiwa ilipe. Maana yake nikitengeneza 400,000 nachukua, natuma. Sio naanza kuiangalia kwamba okay
hii iende mara 4. Na withdraw na tuma, inakuwa na solve vitu unavyoviona tangible. Umetengeneza hela iko pale online, unaitoa, unafanya majukumu yanayoonekana. Ukija kwangu mimi geti sijui nini vyote vimetengeneza forex. Hata simu ninayotumia ni iPhone 17 Pro Max imenunua forex. Kwa hiyo nikiishika hivi najua hii milioni 4 point forex imenunua. Kwa nini siheshimu hicho kipato cha forex? Na kuambia ili kujenge uchukulie serious. Kuna mtu mmoja akaniambia, doctor, uko serious sana. Yaani unaandika. Nikasema ukianza kutengeneza serious money na forex, utaona uzito kuandika, kukaa chini na kuandika. Unanifu kwa sababu huelewi unatengeneza nini. Lakini wewe just imagine in a month unatengeneza 15 million. Utaona uvivu kukaa chini na kuandika nimeendaje wiki hii. Wakati unatengeneza 15 million amwenda kusaidia kufanya maisha. You cannot be serious kwamba eti unaona uvivu kuandika. Wakati uko kazini unakomadi mwisho labda unapokea milioni 2 au 3. Afu biashara inakupa 15 million. Afu useme unaona uvivu kuandika kwenye Excel. Imeendaje wiki hii? Trade zimeendaje? Sasa nilitaka nikupe hii ili mindset yako ichange. Usichukulie ile darasa kama la siku zote. Natamani kesho kishikutwa mimi nipate shuhuda. Na waona hapa sio Kenan, Mascot, siwafahamu hao nimewataja hao kina Elijah. Natamani kesho kishikutwa wanitafuta wasema, doctor, ulitufundisha hii, ulitengeneza hivi. Nilikuwa natengeneza milioni 1 kwa mwezi. Sasa natengeneza milioni 5 kwa mwezi. Nimebadilisha maisha kwa kiwango hiki. Natamani kesho nakutana na mtu. Kuna watu of course wananipigia simu hata sababu naambia brother, mimi nimeoa. Huo muda ni mapema sana, nitafutia hata baadaye kidogo. Kwa sababu wamejua siri kwamba you need someone to take you through. Sisi tulikosa hiyo. Mungu ametusaidia, tumepambana na soko, tumespend time na soko. Tumefika mahali ambako tunaenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Sasa nikuonyeshe, ni simple kwa watu ambao tayari wana knowledge, wataelewa tu. Ni simple. Ashia screen. Naomba mtaniambia kama mnaona. Amba feedback kama mnaona screen yangu. Inaonekana. Asante. Sasa hii kidogo nimechafua. Nataka nikuonyeshe tu. Mimi siku zangu zote naziname Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa sababu kama nilivyokueleza kwamba siku unaweza kuzichukulia rahisi lakini zina behavior. Na hapa kwenye chat yangu sijajua kama inakuonyesha, utaona kuna kadi JPY tab kama 1 2 3 4. Alafu kuna gold na GBP USD. Hizi zipo tu kwa sababu nimewahi kuzitrade na zikitokea na trade mara chache sana, lakini ni declare interest. Pair ambayo mimi nina trade na inanipa pesa ni Canadian dollar, Japanese yen. Jana mwalimu alitoa utambulisho kwamba lazima tuwe na pair, na nyinyi najua mnajua. Sasa mtu mwingine anaweza akasema, jamani, Canadian dollar na Japanese yen pair gani? Mimi nataka gold inayokimbia. Well, that is good. Mimi nataka GBP JPY angalau. That is good. Mimi nataka US 30 moto. That is good. Lakini mimi sipo kwenye biashara, na ninaamini wewe haupo kwenye biashara ili kumuonyesha mtu fulani kwamba nina uwezo kutrade gold. Upo hapa kutengeneza pesa ili uboreshe maisha yako, utimize malengo yako. Na nadhani niwahakikishie 10 pips ambazo una confidence na uhakika, ukiwa na take hata 10 pips in a day au in a week ambazo una uhakika nazo, una confidence, zinaweza zikabadilisha maisha yako. Only 10 pips na kuhakikishia 100%. Mwaka 2018 wakati na mwaka mmoja tu kwenye trade, nilikuwa na strategy moja ambayo nilikuwa nina trade, nina aim 10 pips. Stop loss yangu ilikuwa 15 pips. Nataka niwahakikishie hivi, niliwahi kutengeneza in a day $5,000 ambao nazungumzia kipindi hicho kama milioni 12 in a day, kwa sababu nilikuwa nina scalp, nilikuwa na trade mapea mengi na aim only 10 pips. Kwa hiyo nakuhakikishia 10 pips can change your life. Achana na kwamba mimi nataka repair linakimbia. Unaweza kupewa repair linakimbia, unaingiza 0.01. Haitabadilisha. Lakini ukiwa na uhakika na trade, you can start slowly, uka build up. Ukaanza ku trade, mtu anashtuka. Kuna watu nimewahi kuwapa login zangu,
wakala shangaa akaunti 2000 blaza unatupia standard lot size za kutosha. Ni confidence imefika mahali pazuri, alafu umeshatengeneza profit, unaweza kupeleka vizuri. Sasa kadi APY, mimi nitawafundisha kadi APY zaidi. Babel na yeye ana trade pair kadhaa, lakini yeye ni specialized kwenye GBP USD na yeye. Na tunaye mdau mwingine yeye ni specialized kwenye gold. Atajipanga, atakuja kuwafundisha nyinyi advanced traders. Na wale beginner wakishafikia hatua fulani tutakuja tutawafundisha. Kwa hiyo wewe una nafasi ya kuchagua. Na hapa nikitoa ushauri, usiwe na mapea mengi. Yaani wewe kama ukifungua MT5 yako kama hii, labda una pair sijui 20. Angalia hata kwenye historia kwenye MT5 yako. Ondoa zile pair zote ambazo unaona mara nyingi umepata loss. Unaweza ukazifilter. Nenda kule kwenye profit. Nenda pale juu filter by pair. Chagua pair moja moja hapo, angalia kwa miezi 6. Zilizokuwa na loss. Kama zote zina loss, angalia iliyokuwa na loss kubwa. Hizo ondoa, bakiza pair chache. Mimi ukiniuliza kwa ushauri wangu, usizidishe pair 3 ili uweze kuzijua kwa kina. Sio kama naeleweka. Sasa mimi nikiingia kwenye chart namna hii, acha nifungue a new chart. Hizi zisikuchanganye hizi what do we call this is the indicator. I don't use them, but at times ni EMA 200. Wakati mwingine unaweza kujua kwamba hapa kuna some resistance, unaweza ukaona kama umeshapata profit nzuri, unaweza kama kutoka. Lakini soko lilifunga Ijumaa. 15 minutes is my main time frame naitumia. Soko lilifunga Ijumaa hapa. Kwa hiyo ni Ijumaa, hii ni Alhamis, hii ni Jumatano, hii ni Jumanne, hii ni Jumatatu. Sasa na calm down. Kwa strategy yangu kuna mambo kadhaa machache. Moja, ninatumia zaidi invalidation. Najua nyinyi ni advance, kwa hiyo mnaelewa invalidation. Na sasa ninapotumia invalidation, labda nielezee ninapotumia invalidation maana yake nini. Ninapotumia invalidation maana yake nini? Ninapotumia invalidation maana yake pair kama hivi ikiwa ina flow. Hapa ni Jumatatu. Hata nikitumia kwanza hapa Jumatatu. Ikiwa ina flow kwenda chini. Hata hizi candle hizo unazoziona hapa. Ikiwa inaenda chini kuna ile tunasemaga higher highs, high lows, lakini ikiwa inaenda chini tunasema lower highs na lower lows. Najua hizo vitu ni basic kwenu. Kwa hiyo ikiwa inaenda chini inatengeneza lower lows, higher lows. Lower lows manake a lower point more than. Kwa hiyo ukianzia labda hapa juu kabisa Jumatatu si ilikuwa imekaa hapa, naweza nikacholea line kabisa. This is the top price. Jumatatu, hii ndio Jumatatu. Sina hata mbwembwe ya kuanza nyuma sana. Naanza tu hata Jumatatu hapa. Kama ambavyo leo soko litafungua somewhere here, litaanza kumove. Hata kwa mfano hapa lilivyofungua hapa, lilipiga juu. Kwa hiyo hapa kwa maana nyingine hii hapa ilikuwa higher point. Hivyo tengeneza hii higher point, ikaja katengeneza low point hapa. Sasa mimi naangalia bode zaidi. Kwa hiyo hizi higher point na lower point naweza kwenye bode. Kwa hiyo naweza kachukua hata hapa tu, wala haina shida. Higher point, lower point. Ikaja hapa ikatengeneza higher. Sasa mimi siangalii mpaka reform kabisa wave. Inaweza kawa candle tu. Kwa mfano kama hii candle ilivyopiga kuja juu hapa. Let me delete this and draw a line. Hii candle ilipiga kuanzia hapa ikaja hadi hapa juu. Alafu ikaja katengeneza ikashuka chini namna hii. Kwa hiyo hapa mimi juu hapa naita higher highs,
juu hapa higher high, hii higher low, kwa ikatengeneza higher high. Badala ya kuendelea juu ikaanza kushuka chini, ikatengeneza lower point, ikatengeneza higher point, then ikatengeneza a lower point than this one, kwa hiyo tunasema lower low, then ikaja ikatengeneza point hapo, ikatengeneza tena a lower point. Sasa ikibreak kama hivi ndio tunasema imeinvalidate. Kwa hiyo mimi natumia invalidation, nitaanzia time frame kubwa fulani, mara nyingi natumia 4 hour, then naingia kwenye 15 minutes. Kwa hiyo ikibreak kama hivi hapa imesha invalidate. Sasa sisemi hapa unaingia moja kwa moja, nitakupa condition zangu unazozifanya, na nina condition kadhaa, yani nina style kadhaa, na leo naweza nikafundisha style moja au mbili. Tukikutana tena nafikiri Mungu akitujalia hapo mbele tutashare darasa lini siku nyingine, lakini pia katikati ya wiki mwe attention, hasa Jumanne nitaweza kutuma link wale wenye muda. Ukiwa na setup nzuri nitafanya live trading, muone jinsi ninavyoingia kwa trade na jinsi inavyo profit inavyotengenezwa. Kwa hiyo this is Monday. Sasa hivyo ndivyo inavyofanyika hata kwenye 4 hour. Manake wiki ukiona hizi demarcations hizi ni time demarcations ambazo manake ikiweka kwa 15 hii ni siku moja, ikiweka kwa 15 hii ni siku Ijumaa, hii ni siku Alhamisi, hii ni siku Jumatano, hii ni siku Jumanne, hii ni siku Jumatatu. Yaani kwa maana kwamba ilianza hapa soko ikafunga hapa, ilianza tena hapa soko ikaja ikafunga hapa, ndio siku nyingine ikahama 15 minutes. Lakini ukija kwa 4 hour dotted ya kwanza hii ilianza Jumatatu afu ikafunga, maana hapa ikifungua inaanza room siku nyingine, maana hii ni wiki moja, hii ni wiki. Maana hapo ukihesabu utakuta kendo angalau 20 hapa. Kwa nini? Kwa sababu masaa zitakuwa ni kendo 30, kwa sababu siku moja ni masaa 4, ina masaa 24. Kwa kugawanya kwa 4 kwa siku tunahitaji kendo 6 za 4 hour kukamilika. Kwa siku moja kendo 6, maana kwa wiki siku 5 kendo 30. Kwa at least hapo tutakutana na kendo 30. Tukihesabu tutapata hivyo. Na hapa pia tutakutana na kendo 30 za H4. Kwa moja kati ya strategy, njia ambayo ninatumia kujua wapi nikaangalie invalidation imetokea, naanza kwanza kuangalia 4 hour. Sasa nitaanza na trade ya wiki hii ili tuone. Nimesema ikiwa naenda kama hivi juu, hapa ni higher point. Na hii 4 hour hata kama iko within, najua watu wengine ni advance hapa wanajua within trend. Kwa mfano kama hapa hii ilivyorudi hivi chini, hiki hapa ni internal movement. Kwa hiyo hata kama ni internal movement bado mimi I can take trade within internal movement. Kwa hiyo naojua internal movement maana yake ilivyorudi hapa chini haija break huku chini, kwa bado hii inaweza kaenda juu. Lakini hii inaenda juu ikiinvalidate, mimi inanipa signal kwamba ninaweza nikatafuta trade ya kusell kama imeinvalidate kwenda chini. Kwa hiyo tuanze hapa, kwa sababu hii wiki ilivyofungua hapa hakukuwa na maajabu yote, hakukuwa na invalidation. Kwa hiyo tukianzia hapa, internal movement ni hapa, ikaenda juu ikafanya push hapa, tunaisema high point, ikaja hapa lower point, ikaja hapa juu high point, ikaja hapa chini lower point, ikaja hapa juu high point, ikaja hapa lower point, ikaja hapa juu high point. Sasa ukiangalia, nimesema mimi naangalia body, the lowest point before hiyo highest point ilikuwa hii hapa. Ndio hii unaona, hizi nyeupe ndo zinaonyesha a bearish candle. Kwa hiyo ilishuka hadi hapa, bullish ilifika hadi pale. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa chini candle hii hapa, ambapo naweza nikaicholea line nyekundu. Candle hii ndio ilivunja hii point ambayo ndio ilikuwa the lowest point.
Kwa sababu hii ndio kile ilovunja hapa, mimi nikasema tayari hapa mimi natafuta trade ya ku sell. Sasa nikishatoka 4 hour na kuja 15 minutes. Angalia hii kitu ilivunja hapa, hii ni Jumaa, ilivunja hapa Alhamis. Kwa hiyo naweza nikawa busy na mambo yangu the whole week, nikawa naangalia tu 4 hour haijafanya kitu, mimi naendelea na mambo yangu. Kama ninaamua kutrade style moja tu hii, naangalia 4 hour haijafanya kitu, naendelea mambo yangu. Alhamisi usiku ndo naona hapa, sinaona hii ready hii hapa ndo ilifunga pa. Kwa mimi hapa nalala, najua kabisa asubuhi kesho nina kazi ya kufanya, ninaingia ofisini kwenye trading, ninaingia ofisini. Sasa baada ya hapa kuna namna mbili ambazo natafuta entry mimi kwa kutumia 15 minutes. Namna ya kwanza ni kuanzia saa 12 asubuhi nachora line ya saa 12 asubuhi. Nikishachora hiyo ramani natafuta tu invalidation baada ya hapo kwenye 15 minutes. Ikitokea naweka stop loss 15 minutes, 15 pips na M45 pips 3R. Basi nimemaliza mchezo. Simple. Kipi kilinipa direction? 4 hour. Ilinipa direction kwamba tunaenda chini, lakini tunaenda chini at least for the coming time. Kwa hiyo huyu broker hapa, huyu utaona hapa nimetumia hii platform, yeye yuko nyuma yetu sisi saa moja. Kwa hiyo nikiweka hapa kwenye 0.5 ambayo ni saa 11 kwenye broker huyu inaonekana, sisi kwetu ndio saa 12 asubuhi. Kwa nachola hapa hii hapa. Sasa angalia nikichola hapa, natafuta invalidation baada ya kuchola hapa. Unaweza ukaona baada ya kuchola hapa kulikuwa kuna hii hapa bullish ikaenda hadi hapa, alafu ikaja ikashuka hapa bearish, alafu ikaja ikaspike kwenda juu. Hapo ukiangalia hii push, hii spike tu ni pips ngapi? Pips kama 11. Manake hapa kama kuna mtu aliingia hapa mapema, hii imeenda imemzabua kwanza, imemtoa. Kwa hiyo mimi hapa mimi sikuingia, nikajua tu ni michezo yetu tunasubiria. Sasa kama umeelewa nilivyoelezea invalidation kule nyuma, manake hapa kwenye 15 minutes ilivyofanya push kwenda juu ikashuka hapa ikatengeneza hapa, manake hii ndio ilikuwa lower point. Nitairudishia hii line hapa ili uone lower point hapa. Manake mimi nasubiria i break hapa. Kwa hiyo hii kendo ilivyo break kushuka hapa tayari nipa end, lakini kwa hii kwa sawa saa 12 siingii moja kwa moja ikinipa hapa point. Naangalia hii point iliyovunjwa hapa, hii hapa ndo naiwekea order hapa palipovunjwa, hapa wekea order. Sasa huwa kuna spread ya broker. Kwa hiyo kwa hekima ukiona hapa kwa mfano kama hii ni 116.82 unaweka angalau 116.82 ili broker asija kana. Unaona kama hapa kendo zilirudi kidogo tu alafu zimeondoka. Mimi hizi zote ziliniingiza, nilitrade pair kadhaa, nilitrade account kadhaa, nilitrade personal account maana ninahitaji pesa ya kusukuma maisha, lakini nilitrade problem account kubwa zote ziliingia kwa kunuswa tu. Kama umeona hapa baada ya ku break hapa walirudi kuchukua order hapa. Kwa mimi hapa niliingia, niliweka hapo alafu 15 pips stop loss. Kwa stop loss yangu mimi ilikuwa hapa 116.99 hapo around. Alafu 15 pips zinaenda mara 3 45. Kwa hiyo mimi hapa mimi nilikuwa nimetoka hapa 45 ambayo ilikuwa ni around 116.37 nilikuwa nimetoka. Na hapo nilikuwa nimeshapata 3R. Sasa wengi mtakumbuka Ijumaa kulikuwa kuna news za Canadian dollar zilikuwepo news pia za US dollar. Kwa hiyo trade yangu mimi ilikuwa kwenye profit, maana ilikuwa tayari iko hapa, imeingia hapa entry hapa. Tayari ilikuwa kwenye profit mpaka mitai hapa. Kama pips 29 hivi.
lakini kwa sababu mimi ninaamini baada sasa, ndo anakuja mwalimu alisema tunafaa back testing, una back test, confidence ilikuwepo. Kwa mimi nilikuwa najua news zinakuja, nilichokifanya nikasema tu nisiluzi capital yangu, nikaiwekea break even hapa, afu nikaiacha. Nilikuwa na majukumu fulani kimezana, kwa nikaacha kabisa, yaani sikuwa hata naangalia chart. Ikirudi kanitoa na sifuri, kesho ipo ta trade. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, news ilikuwa inakaribia ikapanda juu, ikapush hadi hapo. News kuachia hivi ikapiga pa, ikanipa nani. Mimi nakuja kuangalia jioni, niende kwenye majukumu mengine, nilikuwa na majukumu tena usiku fulani. Naangalia hivi nakuta mzigo umekaa vizuri, nikasema jambo ni jema, tunaendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyoona. Sasa nitatoa mfano mwingine wa wiki ya nyuma, then niruhusu maswali, kwa sababu hatutamani tu tunatumia muda mrefu sana, kwa sababu tuko tutaendelea, tutaulizana maswali na vitu kama hivyo. Sasa hii ilikuwa ni wiki iliyopita. Tukirudi kwenye 4 hour, ni hii hapa ndo wiki hii. Kwa mimi nilitengeneza profit hapo 3 hour kwa kutumia system hiyo. Sio kama ndo nilitengeneza hiyo tu wiki hii, ninazo trade zingine huko, lakini sasa siwezi nikawachanganyia maelezo yote siku moja. Lazima tuanze na kimoja kimoja. Tukimaster kimoja, tunaenda kingine. Hapa kulikuwa kuna trade zingine za 1 hour, trade kama 2 3. Sasa siwezi kuzieleza. Mimi kama mwalimu ninahitaji kwenda slow. Tukija wiki ya nyuma hii hapa, the same thing. Wiki ikaanza, ikaenda, hamna kitu. Ikatengeneza high, ikatengeneza low, hamna kitu. Ikatengeneza high, ikatengeneza low, haikuendelea kutengeneza low chini, ikatengeneza high, ikatengeneza low. Wale ambao wanaona. Kwa hapa sasa ishatengeneza, utaona the highest point. Manake hii ilikuwa kama vile internal movement, ni pullback lakini ya internal movement, haijafanya invalidation yoyote. Kwa hiyo mimi nilikuja kugundua hapa, wakati imekuja hapa lower, ikaja high, ikaja lower. Unaona hii hapa bode hii imeshuka zaidi. Kwa hiyo the highest point hapa ilikuwa hapa. Hii hapa point. Sasa mwingine anasema huku chini haikuvunja. Huku chini haikuvunja jamani. Hii hapa. Kwa sababu ingevunja hii kendo kuja huku chini ya hapa. Ningeanza kutafuta opportunity ya kusell. Ingevunja chini ya hapa, ningetafuta opportunity ya kusell. Lakini haikuvunja, kwa hiyo mimi sikuwa na biashara nayo. Kwa hiyo ilivyo hii ndio ilikuwa highest point. Ikacheza. Unaona hii kendo ikavunja hapa. Kwa mimi ilivyovunja tu hii 4 hour hapa, basi narudi sasa kuangalia 15 minutes na niambieje. Na namna ya kuingia, kuna hiyo ya saa 12 nimeshaielezea, lakini kuna nyingine. Kwa hiyo sasa tuone hii trade yenyewe itanifanya nielezee hiyo nyingine au la. Kwa ukichora ile line ile iko moja tu, hii hapa. Utagundua kitu hapa. Hii hapa. Sasa imeinvalidate hapa, lakini imeinvalidate muda tayari umeshaenda, naweza nikasema sort of. Yani sio ile ya saa 12 kama mnakumbuka huko nyuma, kwamba tulikuwa tunachora 0.5 wapi hapa, somewhere here 0.5, manake saa 11 kwa huyu Masaya ya huyu broker ambaye tumemweka hapa ku display nani, lakini kwetu sisi ni saa 12 hapa inakuwa. Kwa hiyo unaweza ukaona yenyewe imeconfirm hapa, muda umeshaenda. Sasa hii trade inataka kunifanya ni introduce kitu kingine. Naomba hiyo nisielezee kwa sababu ita introduce kitu kipya. Nataka kwanza tuelewe kitu kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo trade hii naomba nisichukue kwanza. Nisichukue kwanza. Nione trade ya nyuma kama itatumia mfumo wa nyuma. Haya. Trade ya nyuma hii hapa. Wiki hii hapa. Wiki ya nyuma ukiachana wiki hii.
mfumo huo mmoja wa kuchukua trade. Haya, mtaona hapa wiki inaanza tu broker currency zikashuka chini, ikaenda juu, karudi hapa, ikaja break. Kama tuangalie hii kama itatumia mfumo huo hapa, kwa hiyo break hii kendo, umeona hapa imefunga hapa, break. Kwa hiyo mimi hapa ninachora tu line kwamba hii 4 hour break hapa easy. Yani hauhitaji hata kutumia muda mwingi. Ukiamua hata ukatrade kwa system hiyo moja tu, unajitengenezea hela zako kimya kimya bila kuwa busy. Maana mwingine anakuambia umeiona gold ilivyotembea. Ni kweli gold inaweza kutembea, lakini inaweza isikupe faida. Sawa. Sasa hii kama mnavyoona ilifunga juu hapa kwa kuinvalidate, lakini kama mnavyoona ilikimbia. Kwa sababu hapa tayari imeshanipa push kwamba inaenda juu, mimi naisubiria kesho yake asubuhi, kwa sababu kesho lazima inaobey. Kwa naiwekea ile kendo yetu ya saa 6 ya saa 12 ya mini asubuhi kesho yake. Kwa hiyo kesho yake asubuhi hapa saa 12 hapa nakuja naangalia. Kumbuka natafuta buy. Kumbuka huku imenipa kwamba natakiwa ni buy. Kwa hiyo huku unatafuta buy, validation ya buy. Kuna kitu kimoja nilikisahau, nitawaelezea. Kwa hiyo ukichora line namna hii unatafuta invalidation tena buy. Ilivyoanza kama hapo unavyoona, ilienda juu, ikashuka chini, ikaenda juu, ikainvalidate kwenda chini, lakini si tutafuti sell, unaachana naye. Ikaendelea chini. Baada ya muda ikavunja hapa, kama mmeona hii highest point hapa. Ikavunja. Ikaweka hapa. Sasa ukija ukiweka hapa hizi line ya kama nilivyowaambia hapa, broker naye hivyo hivyo ameleta hapa kidogo, lakini hapa ukiziweka zile 113.85 ndio maana nikasema unakuwa unaweka ya juu, sababu broker wakati mwingine anasogea, wengine wananusa tu wanaondoka. Kwa hapa inaweza kuchukua na inakupeleka. Kwa hapa at least wewe unaweka hata 1 pips above ile, kwa sababu namna kuja kuchukua hiyo limit order ni muhimu sana. Kwa hiyo 15 pips below 45 juu, utagundua kwamba ni around this certain point here na kwa umechukua. Sasa nilisahau kitu kimoja cha muhimu sana. Unapochukua inapokuwa imeinvalidate kama hii kwenye 15 minutes, kuna kitu kimoja cha mwisho cha kukiangalia kabla hujachukua hii trade. Kitu hicho unaenda kuangalia kwenye 1 hour. Sasa nitarudi kwenye ile trade yetu ya mwanzo. Kama mnakumbuka trade yetu ya mwanzo, kwanza ili invalidate hapa. Kama tulichora line ya saa 12 asubuhi, tunaanza kuangalia trade. Ika-invalidate hapa. Sasa hivyo invalidate, naomba nisogeze hii line kwenye sehemu iliko invalidate. Ili invalidate hapa. Kwa hiyo ilivyo invalidate hapa, hatuweki ile limit order hapa ya kuseli, mpaka tukaangalia 1 hour. Je, 1 hour na yenyewe imefunga bearish? Kwa tunakuja unaangalia 1 hour. Hiyo ni confirmation ya muhimu mno. Umeona? 1 hour imefunga bearish. Kama imefunga bullish, achana na hiyo trade. Ila kama imefunga bearish, unaingia hii trade. Sasa naomba niruhusu maswali. Kwa sababu tutaendelea kuelekezana hivi vitu, lakini naomba niruhusu maswali. Karibuni kwa maswali. Kama kuna mtu ana swali. Haya, tunaanza. Kuna mtu anaitwa Noela, unaweza kufungua microphone yako, utauliza.
Noela, shukuru. Oh, okay. So nilikuwa nauliza, nimefuatilia hili somo la leo, lakini kwa bahati mbaya nilimiss utangulizi wa mwanzo kabisa wa somo la kwanza kabisa, kama ulivyoelezea kwamba kama ulimisi masomo mengine, hii unaweza kuona kama wamekurusha sekondari, ulitakiwa uanze darasa la kwanza, na ni kweli nimerealize hicho ndio kitu nimeexperience hapa. Sasa nitaka kuuliza kama inawezekana, nilimisi kwa sababu nilikuwa safarini, nijaribu sana kuconnect internet but nilishindwa. So nitaka niulize, nimestick around ili baadaye nije niulize tu kama mna mpango wa kurudi nyuma kidogo kwa watu wanaoanza kabisa, yani kama new kabisa. Asante dada Noela, pole kwa kukutana na madude ya mbele ya algebra wakati ndio unaanza. Yeah, ini tuna madarasa mawili ambayo tuko naenda nayo na ndio yatakuwa yanaenda parallel. Kwa hiyo beginners tukitangaza, upo kwenye group? Yeah, niko kwenye group na ni kabisa ni mpango alikuwa ni kuenda sambamba, lakini kwa bahati mbaya nilivyomisi ile so ni kama nimeharibu utaratibu. Wala ina neno. Wale wa beginner bado hawajafika huku na hawafiki huku leo. Ndio. Jana tulianza nao. Ndio. Kwa hiyo tutaendelea. Mwalimu atatoa ratiba, beginners timetable. Kwa hiyo hata darasa likija atatoa tena kama recap kwamba forex ni nini, yale maswali ambayo aliyasema ataelezea, atatoa kama recap. Kwa hiyo wala hujaachwa. Wewe cha msingi tu fuatilia darasa linalokuhusu. Ukiona beginner changamkia hapo, ndio eneo lako kwanza kwa sasa. Hapa tunataka pia tuwafeed au wameingia ni tayari wanafahamu, lakini labda wamekwama maeneo kidogo, tuwakwamue hapo walipo. Nimeelewa. Okay, asante, bye. Asante. Kuna mwingine ana swali? Ule na swali unaweza kufungua microphone uulize. Kenan Amani, karibu. Asante sana Dokta. Mimi nilikuwa na swali dogo tu. Hiyo strategy ya invalidation inaweza kawa kwenye pair nyingine au ni kwenye kadi JPY peke yake? Kwa hiyo inaweki kwenye pair zingine. Okay. Kwa mfano kama nyingi tu. Okay. Sasa kwa mfano kama mimi ambaye na trade za USD, kwa hiyo inamaanisha hata nikitumia invalidation itanipa zile good setup. Okay, sawa. Sasa ndio hapo sasa ambapo ndo tunataka tusaidie watu. Hizi pair zina behavior very specific. Lazima pair uone upate kujua strategy ambayo iko inafiti sana, alafu pia na wewe pia what we call personality yako. Ndio maana nimesema nitafundisha mimi design tofauti, lakini atafundisha Haber na mtu mwingine wa gold, ili mtu pia anaweza kaangalia kwamba mimi kwa kariba yangu na pia nazo trade, labda nichukue strategy fulani. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kuna namna fulani sometimes inabidi customize. Kwa mfano hii namna Haber haitumii hivi. Labda Haber unaweza kaongea, Haber anatumia validation kwenye GBP USD, lakini hata kaongea kidogo aelezee, utaona anatumia tofauti kidogo. Sasa mimi nime customize validation kwa jinsi pia nilivyokaa na mimi nimeanza kutrade card JPY mwaka 2019. Yaani kama pair mama. Kwa nina miaka 7 na card JPY. Naweza nikasema ninaijua ndani nje. Abel waga ananitaka Dr. CJ. Kuna wakati fulani na Abel tuliwahi kukaa sehemu fulani, tulikuwa kaa pamoja, tukawa tunafanya mambo ya trading miaka fulani huko. Tulikuwa Tanga huko. Tukaamua kusukuma mambo fulani.
anatokea trader mkubwa mwenye jina huko, anasema, anafanya analysis, anasema KJPY itafanya 1 2 3. Mimi naangalia na nasema Abel, hapana, huyu jamaa amekosea, KJPY ifanye hivyo, inafanya 1 2 3. Na baada ya muda KJPY inanifuata mimi, sio yule, kwa sababu yule yeye ana trade KJPY, ana trade na mengine, anapiga hizo analysis, lakini mimi ninaijua KJPY kwa kiwango kikubwa, kwa sababu nimespend that time. Naongea hivyo kwa nini? Siwezi nikasema ZAR utaenda kuitumia hii ita work exactly, kwa sababu utahitaji pia kuistudy ZAR. Kama unafanya USD ZAR, utahitaji kuistudy hii pair ina behave vipi. Kuna vitu unaweza kabidi customize according to that pair. Ndio maana ya backtest, ndio maana ya journaling. Maana journaling ni kama forward testing, unafanya huko na rekodi imebehave vipi. Kuna vitu ambavyo vilikuwepo na vitumia, nikaviona haviwork, nikaa naviondoa na bakiza vinavyo work tu. Sitaji mambo mengi. Ndio maana mimi waga nikiwa kwa somo na kufundisha ninavyovitumia mimi vina work, ili kesho na kuita kama unabisha na kuita, soko linafanya hivi. Kwa hiyo tuna analyze hivi, potential yake ni hii, na uwezo kuingia hivi, full stop. Tunaingia, tunasubiria soko. Sawa, haitakuwa 100%, lakini kwa sababu lina uhakika 80% au 90 itaenda hivyo na wasema. Labda Abel anaweza kaongezea kitu kidogo. Upo brother Abel? Samida maana ametoka, lakini nafikiri umenielewa kina. Nipo. Nipo. Nashukuru. Mimi ninachoweza kuongezea, najua kuna vingi kwenye invalidation hapo kama ulivyosema, kuna namna ambavyo umecustomize, unaweza kuitumia jinsi ambavyo inaendana na personality yako, lakini pia umeunganisha na vitu vingine ambavyo umekuwa ukivitumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukicombine unapata kitu ambacho ni kizuri sana. Sasa mimi ninaomba nisiende jinsi ambavyo ninavyoitumia, kwa sababu tutakuwa na nafasi nyingine ambapo nitapata nafasi nzuri ya kushare. Lakini kitu kikubwa ambacho ninatamani kukisema ni pale ambapo ulishare ule mfano kwamba tulipokuwa somewhere huko Tanga, kuna trader mmoja mkubwa aliyesema kuhusiana na KJPY. Na matokeo yake vile ambavyo zile prediction ikaenda vile vile. Hicho ni kitu ambacho trader wengi inabidi mjifunze kwamba Dr. Mdewa yeye ame specialize kwenye KJPY, na mimi huwa namuita Dr. CJ kama alivyosema. Kuna nguvu kubwa kwenye kufocus na pair chache au pair moja. Kuna famous quote moja kutoka kwa Bruce Lee anasema, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Maanake yule mtu ambaye ana experience na pair moja kwa muda mrefu, kila siku anaangalia chati ile, kuna vitu vingine vya ndani zaidi ambavyo anaviona wewe unaweza usivione. Kwa hiyo mimi hicho ndicho ninachokifikiria, na ushauri wangu kwa traders wengine, uwe na vitu vyako vichache, uwe na pair zako chache ambazo unaona kwamba hizi naweza nikaenda nazo. Ukiweza moja inaweza ikawa ni nzuri zaidi. Asante sana. Asante kwa nyongeza. Tupate maswali mengine au kuna mtu ameandika inbox? Kama ameandika inbox, kwa niangalia hapa kama kuna maswali inbox. Kuna mtu mwingine mwenye swali anaweza kauliza. Where the inbox is here. Kaka unaweza kuzoom kidogo please? Sikuona ndugu yangu. Mlikuwa mnaona? Unaona sasa hivi hapa mtu anaomba kuzoom. Sawa. Sasa kuna mambo mawili na huenda kumalizia. Moja, training hii tutaendelea. Na mimi nimetoa ahadi. Sasa kati ya vitu ninavyotaka kukuambia kwamba mimi nimespecialize kwenye KJPY. Kwa mfano, tabia moja ambayo sasa nitawaambia Jumanne kuanzia saa 9 mwe mnachungulia group yenye advance na media, mwe mnachungulia group. Sitatoa signal ila nitaweza kutrade live.
nitatafuta namna ni trade live. Mwana nachukua, kwa nini nasema Jumanne? Kwa sababu kwa miaka hii sasa 7 niyo trade na kadi JPY. Maana miaka 9 nipo kwenye game, lakini yani bumper to bumper na kadi JPY na miaka 7 nayo. Anaweza kukuambia some of the risky things nimevifanya na kadi JPY kwa sababu ya confidence niliyokuwa nayo. Mwaka fulani natoa tu hizi kama inspiration some of them. Mwaka fulani nilikuwa napeleka familia yangu kupumzika South Africa. Budget yangu ikawa inafeli kidogo, sababu nilikuwa na wife na mtoto. Budget inafeli kidogo, na nilikuwa nampiga surprise wife kwenye birthday yake, nimpe tiketi kwa tutapitia hivi nchi kadhaa. Nilichokifanya, jinsi ambavyo nina confidence na hii kitu ninachotaka kukuambia. Kwa nini nasema hiyo Jumanne? Nikachukua milioni 1 katika zile, nikaidumukiza kwa broker pa, nikaingia trade hiyo Jumanne pa. Yani hela haitoshi kwenye hiyo budget niliyoitenga, lakini nina confidence ya kuchukua 1 million kuingiza kwa broker, afu nikapiga profit, nikatoa, nikachanganya na zile, nikafacilitate safari. Sasa confidence ya namna hiyo uweze ukaipata kama kitu hujakaa nacho muda wa kutosha, au hujakiback test. Ingeweza kwenda tofauti. Yani sio kwamba eti ndo unasema kwamba eti ukifanya hivyo ndo 100%. Inaweza kwenda tofauti, lakini percentage zake zinakuwa minimized za kwenda tofauti. Kwa hiyo over time nimekuja kuistudy kadi JPY, mara nyingi ina change direction au inatoa signal ya kuendelea, inakoendelea siku ya Jumanne. Kwa hiyo ninakupa kodi ambayo hutaweza kuipata kwa mtaalamu mwingine. Mimi nimekaa na kadi JPY. Kwa hiyo wewe ukitaka kufanya utafiti wa kadi JPY, unaweza kaifanyia utafiti. Siku ya Jumanne itatoa signal either ya kubadilisha uelekeo. Kama ilikuwa na buy, itaanza kusell, au at least itafanya hata pullback fulani, au itatoa signal ya kuendelea. Sasa nitakupa character zingine. Hiyo ni kodi moja. Nitakuwa nafungua kodi tofauti tofauti za kadi JPY. Tukishaenda na hili somo tukizinani, nitakupa sasa mkeka sasa mzima kwamba ninaangalia 1, 2, 3. Ninaangalia siku hii. Kwa mfano, kodi nyingine ambayo naweza kukupa ni simple kwa sababu haina complication. Kadi JPY si trade mchana siku ya Alhamisi. Wakati Jumanne na trade mchana, nimekwambia saa 9 uangalie. Na of course Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Ijumaa na trade New York session. Lakini Jumanne nasema hivyo kwa sababu mara nyingi ninapata position. Lakini Alhamisi si trade. Kwa nini? Nikija kuangalia mkeka wangu wa Excel nakuta Alhamisi kila kitu nimefuata style tofauti ninazotumia za kutrade kadi JPY. Nimefuata, lakini unakuta matokeo out of 10 fewer wins, many losses. Sasa niendelee kuingangania Alhamisi ya nini? Lakini Alhamisi na trade hii kama hii style hiyo kuonyesheni, hii ni kama vile general, ndio maana nimeanza nayo. Hii style ina trade all days, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Nimekuonyesha trade ya Ijumaa, nitakuonyesha na trade za nyuma huko Mungu akitupa nafasi. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili nitaka niseme huo mwenyewe, lakini la pili niwaambie tu kwamba broker ambaye tunamsema huko kwenye group, mmemwona tunasema tutumie INGOT. Ni broker ambaye moja yuko regulated Kenya kama tulivyosema na CMA, Capital Market Authority. Na Capital Market Authority inafanya ushirikiano mkubwa sana na capital market yetu. Yaani hizo nakupa details za watu ambao wamehusika kabisa na wanahusika sana hata na hizo collaborations. Kwa hiyo tuna model tunatumia zaidi hivyo. Kwa hiyo ni broker ambaye yuko regulated hapo, ni very sure. Lakini sisi tuna access naye, yani tuna access na wanao run. Nini maana yake? Wewe umeweka deposit yako, sijui umepiga mzigo wako, unaona ina delay withdraw, ambayo inaweza katokea labda hata kwingine kokote. Ukinicheki mimi na access moja kwa moja, wana process, wana resolve issue yako kama kuna issue imetokea. Kwa hiyo na in a way
yeye kama broker ndio aliye facilitate haya. Maana mimi nimefundisha bure miaka mingi, nimefundisha toka mwaka 2018 bure 20, 2019, 20, 21, lakini 22 pale nikaanza kuchaji. Nilianza kuchaji $250,000, maana yake $100, baadaye nikaanza kuchaji $500,000 kwa training. Lakini unaona hapa nimetoa bure, watu kama 500 hivi na kitu wameingia ndani ya siku 3-4. Aliongea mwalimu consistency, watu wanaona huyu jamaa ameanza kutrade na miaka 9 na anaendelea, na tunaona maendeleo hata ya hapa na pale. Hii kitu inawezekana na kitu. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa sababu broker ame finance au ame facilitate kwamba tufundishe bure, tunaweza kusupport. Sio lazima, lakini ni ungwana tu kwamba tunapata knowledge hii, tunaweza kusupport. Tukafungua account kwa broker, then tukafungua, kwa sababu pia iko regulated kama nilivyoelezea, properly regulated, lakini pia sio regulated Kenya tu, iko regulated wapi hapa, South Africa, Australia, Jordan na maeneo mengi. Kwa tunaweza tukafungua, na nilivyosema tunaweza tukapata any other support that we want from the team. Natuma hapa linki kwenye chat box, unaweza kufungua. Wewe ambaye hujafungua unaweza kaiona hapo, unaweza kufungua, basi tukaendelea. Na kama kuna mtu ana swali tunaweza kuulizana, otherwise napenda kuwashukuru kwa kuwepo kwenu na niwatakie usiku mwema. Link ipo kwenye inbox, unaweza click hapo ukafungua account. Asante. Asante sana Dr. Ubarikiwe sana Dr. Amina. Asante. Tunakushukuru sana. Nashukuru sana. Napenda nitumie nafasi hii kuhusiana na mwendelezo wa session zetu zingine zinazofuata. Najua huu ni mwanzo, tumeanza na tutakuwa tuna sessions nzuri tu kadri tunavyoendelea. Jana tulikuwa na session ya beginners. Kwa hiyo namaanisha kwamba kila Jumamosi kuanzia saa 2 usiku tutakuwa tuna session kwa ajili ya beginners. Yaani wale ambao ndo wanaanza kabisa. Hiyo itakuwa ni session yao maalum. Lakini mwendelezo wake wa hiyo ya beginners itakuwa ni siku ya Jumatano. Jumatano muda ule saa 2 kamili usiku. Lakini kwa advanced tuna Jumapili kama leo kuanzia saa 1 kamili usiku, na daktari atatuambia kama katikati pia kutakuwa kuna nyingine. Ukiachilia mbali Jumanne kutakuwa kuna live trading. Kama daktari akipata setup atakuwa anatuma notification kwenye group, then ule muda ukifika wa kuingia sokoni, then atatrade live pale kila mmoja lakini atatuambia kama ana siku nyingine ambayo itakuwa ni mwendelezo wa hili darasa la advanced. Karibu Dr. Asante sana. Niseme kwa sasa kwa ratiba ilivyokaa ni ngumu kidogo. Jumapili ndo nitakuwa nakifundisha zaidi, lakini katikati pale kwa sababu nina trade, itokea signal nina trade na nyinyi ni advance, nitakuwa natuma linki pale haraka na share trade ambayo ninaiona kwamba ninaweza kutrade, ili haya mambo yasiwe theory, yawe practical. Mwe mnaona nimeshare before, then after mmeona imeenda au haijaenda, mara ngapi inaenda, mara ngapi haiendi, kwa sababu mambo mengine ni kushuhudia wenyewe na uzuri ni trader. Kwa hiyo kwa sasa mimi naomba niachwe na Jumapili ndio nitakuwa nafundisha, lakini katikati pale Jumanne na siku zingine mkiwa mnachungulia hivi group itakuwa vizuri, nitakuwa natuma link na wateke hapo. Mwalimu yeye atatoa siku 2 angalau kwa beginners, ili hao kwa sababu wana mambo mengi. Sisi ni strategy zaidi na kushepiana kidogo ili tuende zaidi.
Asante sana dokta. Kwa kusema hayo, mimi sina la ziada. Naam. Asante. Unataka kusema kitu? Kuna mtu kama anataka kusema kitu, sijui ni nani? Okay. Mimi naomba niwatakie kila laheri na usiku mwema. Tukutane tena next session. Sina la ziada. Asante. Asanteni jamani. Shukran sana daktari. Asante Kenan.